Bado kuna Ushindi TV. Ignite your faith. Change the world. Asifiwe sana. Ninawasalimu kwa jina la Yesu ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Haleluya. Heri ya mwaka mpya watumishi wa Mungu. Mungu awabariki sana. Nawapenda. Ngoja tuombe tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu ninalitukuza jina lako na kulinua. Asante kwa saa nzuri na muda mzuri. Umetuwezesha kuvuka mwaka mwingine, tarehe nyingine. Pokea sifa na utukufu mfalme. Asante kwa sababu ninaamini utakuwa pamoja nasi kwenye kipindi hiki tunapotaka kusalimiana na wapendwa wetu. Katika jina la Yesu ninaamini katika jina la Yesu. Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu naitwa Esther Emmanuel Masanja. Ninamtukuza sana Bwana Yesu. Nikusalimu wewe mtumishi wa Mungu, wewe ambaye umekuwa ukitufuatilia katika vipindi vyetu kwenye TV ya online. Bado kuna Ushindi TV pamoja na TV mpya kabisa changa Esther Masanja. Nakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Niseme tu kwamba ninamshukuru Mungu kwa ajili ya uaminifu wake. Amekuwa pamoja nasi tangu tulivyotoka Arusha. Tangu tulivyotoka Arusha sijaweza tena kuonekana, lakini leo ninamshukuru Mungu kwa sababu amenipa kibali kuweza kuiona siku ya leo, siku ya tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Ninamshukuru Mungu sana kibinafsi. Ndio maana nimesimama hapa mbele zako mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kukusalimu. Na nataka nizungumze kwa habari. Unaona nini mwaka 2026? Unaona nini? Nisikilize vizuri, utanielewa na utapata cha kuanzia mwaka huu. Leo kabisa ni tarehe 1. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu mimi binafsi kwa sababu ametuvusha salama. Lakini nimekuja hapa kukushukuru wewe ambaye umekuwa mwaka jana tangu Januari kama leo na mpaka Disemba ambayo ilikuwa ni jana. Mtumishi wa Mungu, nimekuja kukushukuru kwa sababu umekuwa baraka mbele za Mungu. Kwako wewe ambaye umetushika mkono katika TV zetu online, umetusaidia kuhubiri kwa namna moja au nyingine, umetuombea, umetubariki pia. Mkono mtupu au kulambwa, lakini mtumishi wa Mungu linyosha mkono wako kwa ajili ya kutubariki. Naamini kwamba ulimbariki Mungu. Tumekuwa pamoja ndani ya huo mwaka uliopita jana. Tumehubiri vijijini, tumehubiri mjini, tumehubiri nje ya nchi, umekuwa pamoja nasi. Lakini katika yote hayo tunamshukuru Mungu na kumtukuza Mungu. Niseme tu kwamba mtumishi wa Mungu, asante sana. Endelea kutushika mkono, tushikane mkono. Na mimi ninakuombea kwa Mungu usipungukiwe na chochote katika jina la Yesu, kwa namna ulivyokuwa ukijitoa, kwa namna unavyotufuatilia. Mungu akubariki sana. Hapa katikati ndani ya huu mwezi uliopita hatukuweza kuonekana, mara nyingi live hazikuwepo, lakini nafikiri tulipokuwa Arusha nilizungumza, tulipata shida kwa habari ya vifaa. Kwa habari ya vifaa tulipata shida. Kamera yetu iliungua kabisa, ilipata ikaungua, shoti ya umeme ikaungua. Kwa hiyo baada ya hapo hatujaweza kufanikiwa kupata kifaa ambacho kinaweza kikaendana sawa sawa na mazingira yetu, na ndio maana hatukuwa katika hali ya video, tulikuwa na audio. Ninaposema hivyo simaanishi kwamba tayari tumeshafanikiwa. Nilijaribu kusema na watu wakatusupport kabisa, lakini tumegundua kwamba kamera ya milioni 2 sio nzuri. Hata ya milioni 3 bado haiwezi kukizi kiwango. Kwa hiyo tunahitaji kamera angalau kuanzia milioni 5 na kuendelea. Ninamshukuru Mungu, tunaendelea kupambana pamoja na wewe mpendwa wetu ambaye umekuwa pamoja nasi kupambana. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana.
Lakini niliona sasa tulistopisha kwanza la kamera. Kulikuwa na msukumo kwa ajili ya kuwahudumia watoto ambao wasio na uweza, na hasa kwenye eneo la elimu. Ninamshukuru Mungu kwa sababu jambo hili kwa sasa liko kwenye hatua za kutekelezwa. Kuanzia tarehe 3 tutaanza kufanikisha watoto hao. Mpaka sasa hivi kuna watoto kadhaa ambao tumejaribu kufanikiwa kwa kiwango fulani. Ninamshukuru Mungu sana katika hilo. Biblia inasema ibada iliyo njema ni kuwakumbuka wahitaji. Kabisa ya Injili sio kuambia tu watu waache dhambi peke yao. Injili sio peke yao kuwaombea watu walio wagonjwa. Kuna magonjwa mengine yanatokana na mazingira. Hivyo. Kwa hiyo ni muhimu sana tukae kwenye kanuni ya kibibilia. Biblia inazungumza, Yesu mwenyewe alisema nilikuwa na njaa hamkuniona. Kuna watu vijijini wanalala na njaa. Leo mpendwa, nakwambia ukweli. Kuna watu wanalala na njaa, lakini kupitia Injili vijijini kweli imetusaidia kuwafikia watu. Injili vijijini imetusaidia kuwafikia watu wahitaji kweli kweli. Wahitaji kweli kweli. Sio kwa sababu wahitaji tu. Wahitaji kweli kweli. Unajua kuna wahitaji kweli kweli. Unaposikia kuna muhitaji kweli kweli, unapompa nguo, umetoa nguo kweli. Umempa, umemfichia aibu. Unapompa chakula ni kweli hakuwa na chochote. Kabisa. Unapompa kwa habari mtoto aende shule, na kweli hakuwa na namna yoyote asingeweza kwenda shule. Kuna sehemu nyingine tulienda tukakuta watoto wanaenda peku. Acha peku tu, anaenda makalio nje. Kifua kiko wazi, lakini mtoto ana kiu ya kusoma. Hata madaftari hana. Hivyo. Lakini hicho kitu mimi kikanisukuma sana. Na ndipo nikagundua sasa kumbe kuna umuhimu wake kwenda kuhubiri vijijini. Kuna umuhimu wake sana. Ingawa sisi watumishi wengi tulioko mjini tunatamani kuendelea kuwepo mjini tu. Ingawa kule vijijini tunakutana na mazingira magumu, lakini kwa sababu tumetumwa. Alipotutuma alitupa na nguvu ya kustahimili. Kwa hiyo niseme kwamba mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana wewe ambaye umekuwa ukihubiri pamoja na sisi. Mungu akubariki. Niseme sasa tumeanza mwaka mpya. Ni mwaka mpya, una mambo yake, una ratiba nyingi. Ratiba hizo sio kwamba zimevunjika, hazijavunjika. Ratiba hizo zipo. Mwaka huu sasa ni mwaka wa kasi mpya. Niseme hivyo. Mwaka huu kama tulikuwa na mwendo wa hatua 20, sasa mwaka huu tuna mwendo wa hatua 40. Ndivyo ninavyosema. Kwa kuwa kila jambo na wakati wake. Ninaamini Mungu wetu atatuwezesha na kutusaidia sana. Hizi zilikuwa ni salamu za Bado Kuna Ushindi TV na Esther Masanja TV pamoja na mtumishi wako Esther Masanja. Mungu akubariki. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikusalimu mpendwa wangu kwa jina la Yesu Kristo. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu.